Naam, mtazamaji, siku tano kabla ya maandamano makubwa ya tarehe 9 Disemba, habari mbaya zimegonga kwa serikali ya Tanzania. Utawala wa Samia Suluhu sasa wapokea barua mpya na kali kutoka nchi hii kubwa ya Afrika kuhusu mauaji ya mamia ya Watanzania. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa upana zaidi. Siku tano kabla ya maandamano ya nchi nzima Tanzania katika miji tofauti iliyoandaliwa na vijana wanaojiita Gen Z yanayotarajiwa kufanyika Disemba tarehe 9, Tanzania sasa inakabiliwa na wimbi jipya la shinikizo la kimataifa baada ya kupokea ujumbe mkali na usiotarajiwa wa kidiplomasia kutoka kwa mojawapo ya mataifa yenye ushawishi mkubwa barani Afrika. Katika hali ambayo imeleta mshtuko katika taasisi za kisiasa mjini Dodoma, serikali ya Samia Suluhu Hassan imekumbwa na kile waangalizi wa mambo wanachoeleza kuwa ni barua mpya na kali kutoka nchi maarufu ya Afrika inayofahamika kama Ghana, iliyotolewa kupitia wizara yake ya mambo ya nje kupitia mtandao wa kijamii. Barua hiyo ikilaani madai ya mauaji ya mamia ya Watanzania hasa vijana wakati wa machafuko ya baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Wakati wa kutoa kauli hiyo, tayari maandamano yanazidi kupamba moto, sifa ya Tanzania duniani, mahusiano ya kikanda na utulivu wa ndani. Kulingana na mawasiliano yaliyotolewa na nchi hiyo ya Ghana Afrika mnamo Disemba tarehe 3, ambayo ni siku ya jana mwaka huu 2025, taifa hilo la Ghana la Afrika Magharibi lilionyesha huzuni kubwa na masikitiko juu ya kile ilichokiita upotezaji usio na uhalali wa maisha ya watu wasio na hatia wakati wa ghasia za maandamano zinazohusiana na uchaguzi. Wizara ya mambo ya nje ya Ghana haikumung'unya maneno yake kwa hofu. Ilieleza hofu yake kubwa kwa kile ilichoeleza kuwa ni nguvu kupita kiasi inayodaiwa kutumiwa na vikosi vya ulinzi na usalama vya Tanzania dhidi ya waandamanaji na raia katika mikoa mbalimbali siku ya uchaguzi, licha ya hotuba ya Samia Suluhu hivi majuzi tu kusema ya kwamba nguvu hiyo iliyotumika na jeshi la polisi ilitarajiwa kutumika kwa vile nguvu ya machafuko ilikuwa juu na polisi walilazimika kutumia nguvu sawa. Chanzo cha ripoti hizi ni barua kama unayoitazama kwenye skrini yako, ambayo imeweza kuandikwa na Republic of Ghana na kuweza kusambazwa na Ministry of Foreign Affairs, na haya ambayo ninakuelezea ndiyo yaliyoweza kuzungumzwa katika barua hiyo. Kauli hii ni mojawapo ya lawama kali na za moja kwa moja kutoka kwa serikali ya Afrika kama ya Ghana kuhusu jinsi Tanzania inavyoshughulikia mizozo ya kisiasa katika mzunguko kumradhi wa sasa wa uchaguzi. Ghana imesema ya kwamba imeweza kufanya uchunguzi wake ama imeweza kufuatilia kwa karibu machafuko haya ya Tanzania ya mnamo Oktoba, na imeweza kupata taarifa za hakika ya kwamba machafuko hayo ilishuhudiwa nguvu kali ya jeshi la polisi, pia kulishuhudiwa mamia ya vifo pamoja na wengine kutoweka na wengine kujeruhiwa. Serikali ya Ghana ilisisitiza kwamba kilichotokea nchini Tanzania kimeibua wasiwasi mkubwa wa haki za binadamu katika bara zima, hasa wakati huu ambapo nchi wanachama wa Umoja wa Afrika zinatarajiwa kudhihirisha ufuasi wa kanuni za kidemokrasia. Ghana ilizitaka pande zote zinazohusika na machafuko hayo, ikiwa ni pamoja na serikali ya Tanzania, viongozi wa upinzani, watendaji wa mashirika ya kiraia na makundi ya kijamii, pamoja na waandamanaji vijana wanaojiita Gen Z, pamoja na vyombo vya usalama vya nchi hiyo, wanaitaka kuheshimu utawala wa sheria wa taifa lao. Wito huu unaonyesha msimamo wa muda mrefu wa kidiplomasia wa taifa la Ghana kwamba mataifa ya Afrika lazima yatangulize utu wa binadamu, maadili ya kikatiba na ushirikishwaji wa kisiasa, hasa wakati nyeti mkubwa wa kisiasa. Wizara ya mambo ya nje ya Ghana ilisisitiza hitaji la kila mhusika kulinda haki za raia, kujieleza kwa uhuru, kushiriki katika masuala ya kisiasa kwa amani na kubaki kulindwa dhidi ya ghasia zisizo za lazima au kulazimishwa. Taarifa hiyo kutoka nchini Ghana Afrika ilionyesha kwamba ushirikishwaji wa kidemokrasia si lazima kamwe kusababisha raia kulipa kwa maisha yao au kufariki, na kusisitiza kuwa jumuiya ya kimataifa haiwezi kupuuza madai ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu nchini Tanzania. Huku Tanzania ikijiandaa kwa maandamano yajayo ya tarehe 9 Disemba, Ghana ilionya kuwa jukumu ni la wadau wote kuzuia matukio ya kurudia na kuhakikisha taifa lingi kwenye machafuko makubwa zaidi.
Katika ishara muhimu sana, Ghana iliunga mkono hadharani wito uliotolewa na kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu wa kuundwa kwa tume huru ya uchunguzi. Tume hii, kwa mujibu wa taarifa hiyo, itakuwa na jukumu la kufanya uchunguzi wa kina, wa uwazi, wa haki na usiopendelea upande wowote kuhusu ghasia na vifo vilivyoripotiwa baada ya uchaguzi. Ghana iliongeza kuwa chombo kama hicho ni muhimu ili kuhakikisha kupatikana kwa ukweli, uwajibikaji na haki kwa wahasiriwa, na pia kuzuia kutokea tena kwa majanga kama hayo ama kama haya katika siku zijazo. Serikali ya Ghana kupitia barua hiyo ilisema kuwa mbinu za uwajibikaji ni muhimu katika kujenga upya imani kwa taasisi za umma na kuimarisha udhabiti wa kidemokrasia. Ilisisitiza kwamba bila uchunguzi wa kuaminika, ukweli unaweza kubaki kufichwa, mivutano ya kisiasa inaweza kuongezeka na raia wanaweza kupoteza imani na maisha katika mifumo ya ndani na ya kimataifa iliyoundwa kulinda haki zao katika maandamano. Uungwaji mkono mkubwa wa Ghana kwa tume hii unalingana na sifa yake kama mojawapo ya demokrasia imara zaidi barani Afrika na mtetezi hai wa amani ya bara na utawala wa kikatiba. Taarifa hiyo ilisisitiza zaidi jukumu la Ghana kama mwanachama wa Baraza la Haki za Kibinadamu la Umoja wa Mataifa, ikijiweka sio tu kama mshirika wa bara, lakini pia kama sauti ya kimataifa ya haki na utawala wa sheria. Ghana ilisisitiza kujitolea kwake kwa msimamo ambao tayari umechukuliwa na Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Madola na Umoja wa Mataifa, ambao wote wamesisitiza haja ya kuchukua hatua madhubuti kulinda haki za binadamu na utulivu wa kisiasa barani Afrika. Mpangilio huu unaashiria wasiwasi wa umoja wa kimataifa ambao unaweza kuongeza shinikizo kwa Tanzania kujibu. Ghana kama mwanachama wa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa na mshirika wa kimataifa anayejali amani, haki na utawala wa sheria, tunaunga mkono msimamo wa Umoja wa Afrika AU, walisema katika barua hiyo, na pia tunaunga mkono Jumuiya ya Madola Commonwealth, na pia tunaunga mkono Umoja wa Mataifa UN juu ya umuhimu wa kuchukua hatua madhubuti katika kulinda haki za binadamu na kusimamia wa kisiasa barani Afrika. Hata hivyo, ripoti hiyo iliweza kusema katika barua hiyo, nukuu hii ya Ghana katika barua yao dhidi ya Tanzania ya moja kwa moja iliyothibitishwa hadharani na Accra, ina uzito mkubwa wa kidiplomasia, hasa kutokana na ushawishi wa Ghana ndani ya taasisi za kisiasa za Afrika. Barua hiyo ya Ghana imezua mjadala mkubwa ndani ya Tanzania na katika ukanda mzima, huku maandamano mapya yakitarajiwa Disemba 9. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa kupokea ujumbe huo mkali kutoka kwa taifa la Afrika mwenzetu ni tukio adimu, jambo linaloashiria kuwa wasiwasi kuhusu hali ya kisiasa ya Tanzania umefikia viwango ambavyo viongozi wa kanda hawawezi tena kuvipuuza. Wakati wa maandamano ya Disemba 9 yanapokaribia, shinikizo lililowekwa kwa serikali ya Tanzania kutoka kwa watendaji wa nje inatarajiwa kuongeza uchunguzi wa umma na kuongeza mwelekeo mpya wa mvutano wa kisiasa wa ndani Tanzania. Mashirika ya kiraia nchini Tanzania yamekaribisha msimamo wa Ghana, vikioji kuwa mshikamano wa kimataifa ni muhimu, wakati taasisi za kitaifa zinachukuliwa kuwa zimeathirika au chini ya ushawishi wa kisiasa. Viongozi wa upinzani wamepongeza hatua hii ya Ghana na barua yao kuingilia kati, wakidai kuwa inathibitisha maonyo yao ya mara kwa mara kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu au mauaji. Wafuasi wa serikali, hata hivyo, wamekosoa tangazo hilo, wakishutumu Ghana kwa kutegemea ripoti za kupotosha na kuingilia masuala ya ndani ya Tanzania, licha ya Rais Samia Suluhu kuonya dhidi ya hilo. Mtazamaji, je, maoni yako ni yapi kulingana na barua hii ya Ghana dhidi ya Tanzania? Like video hii kisha subscribe kwa taarifa zaidi.